alimwaga damu, aliingia patakatifu kwa damu yake. Kitu cha ajabu sana. Kitu cha ajabu sana. Aliingia kwa damu yake. Aliingia kwa damu yake. Kuhani mkuu huyu Yesu anasema kwa sababu hiyo basi tukaribie hicho kiti cha enzi kwa ungamo. Tunapokubali ungamo, kukiri ama kutubu. Kutubu ni kurejea kwa ujasiri. Kwa nini kwa ujasiri? Kwa sababu yupo wakili, yupo mwombezi. Wakili na mwombezi anayetuombea, anayefanya tukubaliwe na Mungu kwa gharama alizolipa. Faini ambayo ilikuwa ilitupasa tuilipe, yeye alilipa. Alipigwa, alijeruhiwa, alipigwa kofi. Katika Injili ya Yohana alipigwa kofi. Akauliza, kwa nini unanipiga kofi? Ubaya gani? Sema ulimjibu vibaya kuhani mkuu. Kasema sikujua kama ni kuhani mkuu. Imeandikwa usimjibu vibaya mkuu wa watu wako. Lakini neno gani baya nilichosema? Walishindwa. Pilato ambaye ni Mrumi anasema sioni kosa ambalo Yesu amefanya. Wayahudi kwa kuwa ndani yao walibeba kutimiza makusudi ya Mungu, ilikuwepo na msukumo. Anasema sisi kwetu tuna sheria ambayo kwa ile sheria huyo mtu amekosa. Kosa gani? Najiita mwana wa Mungu. Ndio kosa. Anajiita mwana wa Mungu. Na kweli Yesu anasema mimi ni mwana wa Mungu. Na imeandikwa Yesu mwana wa Mungu na Mungu. Akahukumiwa kwa ukweli. Yesu mwana wa Mungu. Na watu walisema, utakapopata nafasi tasoma katika Injili ile ya Mathayo sura ile 27. Huyu Adam alikataliwa na Mungu kwa ajili ya dhambi, akafukuzwa kwa ajili ya dhambi. Yesu kwa kipindi kile, kwa masaa yale, alipobeba dhambi, sikia kilichotokea. Ile muda, ile kipindi katika sura 27 aya ya 46. Sikia, na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akasema, Eloi, Eloi, lama sabakthani, yani Mungu wangu, mbona umeniacha? Nini kilitokea? Sikilize kidogo. Wakati Yesu amebeba dhambi zote, maovu yote, makosa yote ya wanadamu wote ilikuwa juu yake. Kwa kila aina ya uovu na dhambi ilionekana kwa Yesu. Mungu akamwacha. Na kutoka saa 6 mpaka saa 9 giza. Wewe soma hapo juu. Giza. Toka saa 6 mpaka saa 9 giza. Nini? Kwa sababu tabia ya Mungu mtakatifu. Sikiliza vizuri. Tabia ya Mungu mtakatifu. Sikia sasa vizuri. Wewe unanisikiliza? Labda upitie vyombo hivi baadaye. Sasa wakati mwanadamu ana dhambi kabisa na amekataa kuitubu hiyo dhambi, Mungu anajitenga na huyo mtu. Hiyo si theolojia, ni kweli. Haijalishi huyo mtu anabatizwa, hajabatizwa, wa dhehebu gani, wa dini gani, haijalishi. Ili mradi hajatubu dhambi, amebeba dhambi na hajaacha dhambi, hajaamua kutubu dhambi, hajaamua kukiria dhambi ambayo itakumdama na kuiacha, Mungu hakai na huyo mtu, anakaa mbali na mtu.
Kwani tuliona hapa mfano rais kabisa, Yesu mwana wake anasema, anamuita mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye, anayependezwa naye. Alipokubali kuchukua na kubeba dhambi, alijitenga naye, hakukaa pamoja naye. Giza litokea, hata kalia, Eloi Eloi lama sabachthani, Mungu wangu Bwana ameniacha kimya. Kwa sababu anajua maana yake nini, kwa nini kaachwa. Ngoja nikutonye kitu kimoja. Adamu katika ile sura ya 2 alipofanyiwa mwanamke, alipoamka hakumsubiri Mungu amwelekeza tena namna kana huyo mwanamke, akatamka na kutoa unabii wake. Akasema huyu ni mfupa katika mfupa wangu, nyama katika nyama yangu, ataitwa mwanamke, na mtu ataacha baba yake na mama yake na ataambatana na mkewe. Na akamwacha Mungu akaambatana na mke wake, wakati shetani anakuja anamdanganya mwanamke ndio chanzo cha hii balaa. Yeye amemwacha mwanamke ashughulike na watu. Aliporudi hakuuliza Mungu, eti Mungu, Bwana mke wangu ananiambia leo kuna matunda hapa. Yeye alianza kutafuna kwa kumheshimu mke wake, kwa kumwacha Mungu. Na ndipo hata Yesu alipoamua kuambatana na kanisa, kuliokoa kanisa ambaye ni bibi harusi, aliacha enzi na utukufu akaja kwa ajili yetu. Hiyo ilikuwa ni unabii wa aina yake. Unabii wa aina yake, kwamba Yesu ataacha mbingu na enzi na matarumbeta na nyimbo na malaika na heshima, anakuja kama mwanadamu wa kawaida. Akakubali haya mateso yote ili nisiteswe, usiteswe. Kupigwa kwa sababu magonjwa hayakuwa na dawa. Hayakuwa na nini? Leo kuna dawa inayotibu hospitali inasaidia. Lakini kama kuna dawa inayeponya, watu singekuwa wanafia India. Sasa hivi watu wanafia India kwa wingi zaidi kuliko Muhimbili. Watu wanafia Muhimbili kwa wingi zaidi kuliko hospitali ya Dar es Salaam. Watu wanafia hospitali ya Murara zaidi kuliko hii hapa. Uliwahi kutafiti hiyo kitu? Kwa nini? Kwa sababu watu walipoenda kutafuta matibabu zaidi kule juu hakuna uponyaji. Uponyaji liko kwa Yesu. Kule kuna matibabu, kule kuna dawa ya kusaidia. Hata mimi nakulaga dawa, inasaidia maumivu. Lakini kishafika mahali wakati unaondoka na madaktari na kusunguka. Yesu peke yake ndiye aliyetoa uhai kwa ajili yetu, na kwa kupigwa kwake sisi sote tumepona. Patia Bwana Yesu makofi na mkono. Tena kidogo habari ya bustani. Bustani ya Getsemani na bustani ya Edeni. Bustani ya Getsemani ile ambayo Yesu alienda kuomba, akaomba hari ya jasho ya uso wake ikabadilika kwa kama matone ya damu. Ndio ile bustani ya Edeni ambayo mtu alifukuzwa. Ilikuwa lazima Yesu aombe kwenye ile bustani, ile haki ambayo mtu alinyimwa arudishiwe. Amen. Ngoja niseme kidogo, uelewe kidogo. Hujasema amen, hajaingia. Hujaelewa ninachotaka niseme. Iko hivi, huyo mtu akafukuzwa na Mungu kwenye bustani. Ilikuwa Edeni, ndio? Kwenye hiyo bustani Yesu akaingia kuomba rehema, kuombea wanadamu, kuniombea mimi, kukuombea wewe ukubaliwe na Mungu. Aliomba. Mimi sasa nimtoka na jasho ya kawaida kama maji, lakini ya kwake ilibadilika ikawa kama damu. Ilikuwa ni gharama ya ukombozi na wokovu wa mwanadamu kiroho. Ile msalabani ilikuwa ni kutimiza ya nje, lakini ya kiroho alimaliza pale. Waje nipatie haya. Kuna watu ambao lazima wafuatilie, wasome hiyo. Ukirudi hapa juu, sikiliza ile kitu 30. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile ziki, alisema imekwisha. Akainama kichwa
akaisalimu roho yake. Kule alisema Eloi Eloi, hapa akainama akaisalimu roho yake. Lakini ile neno imekwisha, ile neno imekwisha. Alimaliza pale Getsemane katika Luka 22:41 mpaka 44. Getsemane alimaliza katika Luka nisema 22:41 mpaka 44. Alimaliza nini? Kazi ile yote ambayo imeandikwa kutoka manabii, utabiri yote alimaliza. Kafa amaliza. Kwa wale ambao taendelea na ibada za kesho na habari ya siku ya kufuka na ile juma linalofuata inaitwa kutembea na Yesu, kuna masomo mengi baada ya Yesu kufuka ya maneno ambayo Yesu anawaambia wanafunzi. Moja wapo ya maneno ambayo Yesu aliwaambia kabla hajafa. Kuna maneno makuu matatu. Moja katika Injili ya Mathayo 11:28 akasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mzigo, nami nitawapumzisha. Nimefundisha mara nyingi, nilisema mzigo mara nyingi watu mtafsiri kwamba ni mzigo ya dhambi. Mara nyingine inaweza kuwa sawa, lakini kwa usahihi ni mzigo yoyote ambao unaona huwezi kutatua mwenyewe, iwe ya kiroho, iwe ya halisia physical, iwe ya uchumi, iwe ya mahusiano, iwe ya afya, iwe ya hali yoyote, lakini iwe ya vitisho. Nilipokuwa nasoma Biblia, utabiri mmoja alisema itafika siku mfalme atakuwa sawa na anayetawaliwa na raia wa kawaida. Bwana atakuwa sawa na mtumwa wake. Mjakazi, yani mama mwenye nyumba tajiri, atakuwa sawa na mjakazi wakati ule leo naitwa house girl, atakuwa sawa na house girl. Haitakuwepo na tofauti. Ungekuwa Marekani wakati Pentagon mpigwa, ungeliona mfalme na raia hofu wote moja. Ungelikuwa Nairobi ilipopigwa, yani hata hapa Tanzania. Tena inaelekea saa nyingine watawala wana hofu zaidi hata kuliko raia ambao anakaa kijijini kule ndani. Kwa nini? Kwa sababu kuna jambo fulani ambalo linamletea mtu hofu. Ungelikuwa Arusha wakati nilipogomo pale kanisani, ungelijua hofu. Sasa moja wapo ya hofu ni mzigo ambaye inawasumbua watu, ambapo ni vizuri kumpelekea Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Vizuri kumpelekea nani? Yesu, ambaye alijitoa kwa ajili yetu. Alikubali hizo gharama zote, kuteswa, kutukanwa, kupigwa, kudhalilishwa, kwa sababu anatupenda. Narudia, uasi ni mtu kuamua kujichukua mamlaka ya kujitawalia, na ndicho kilichotokea kwa Adam na Hawa. Shetani akamwambia yule mama, hakuwa mama wakati ule ni binti, akamwambia utakapokula matunda ya mti huu utakuwa sawa na Mungu. Hii neno usawa ilileta balaa duniani. Akaamua kuwa sawa na Mungu, akala matunda ambayo Mungu aliwaambia wasile. Walikuwa sawa au walitofautiana zaidi? Jibuni watu wa Mungu, walitofautiana au walikuwa sawa? Walipoteza usawa. Walikuwa sawa, Mungu alikuwa anawatembelea, anakaa nao, anafurahi nao, lakini baada ya kudanganya kwamba mtakuwa sawa, wakawa tofauti. Hii ni dhambi ya kuamua kufanya ninavyotaka tofauti na kile ambacho Mungu anataka, sheria inataka, kanuni inataka. Narudia, dhambi ni uasi. Uasi juu ya nini? Ya kile ambacho Mungu anataka, sheria inataka, kanuni inataka. Iwe kanuni ya maumbile,
inaitwa metanoia. Ni maneno mawili, ni maamuzi ya mageuko ya moyo. Ukisoma habari ya wana potefu katika Injili ya Luka 15, wale wana wote wawili walipotea. Mmoja alipotea nyumbani, mmoja alipotea aliondoka, lakini wote walipotea na wote walichezea mali. Tunasoma habari hiyo moja, lakini huyo aliyebaki nyumbani baadaye hata napambana na baba, anasema hujanipa hata mwanambuzi, wakati waligawa wote sawa. Na sababu moja kwa mimi nafundisha, nasema inaelekea baba, walio wengi hawajitambui, lakini wanafanya yule mwana mkubwa. Ni wananunu, nikawa na lalamika, mimi sitendewe sawa. Nani? Baba namwambia, vyote vilivyo vya kwangu ni vya kwako. Lakini elimu hajui, analalamika tu. Haki ya uponyaji, haki ya kulindwa na Mungu, haki ya kutunzwa na Mungu, haki ya kuhifadhiwa na Mungu ni haki yako wewe uliye mwana wa Mungu. Huna haja kwenda kwa mganga kienyeji, huna haja kwenda kutafuta kinga kwa watu, huna haja kufungiwa hirizi. Kinga ya Mungu inatosha kabisa, huna haja. Sasa mtu anasema hujanipa. Sasa Mungu anashangaa, anasema yote ambaye mimi ninayo ni haki yako, yote ya kangu. Mungu anamwambia yule mwana mkubwa aliyebaki, jamani, wewe uliye mwana wa Mungu, uliye Mkristo, yote unayohitaji ni ya kwako. Msema hujanipa hata mwanambuzi. Na Mungu atusaidie. Amina. Mungu atusaidie. Kwa nini? Kwa sababu ukikosa huo ufahamu, ukanyang'anya huo elewa, utapata tabu wakati mali zipo. Kama watu ambao wameenda kwa washirikina, wameenda huko, wamepewa masharti mabaya, masharti ya ajabu ya kwa shetani. Anakuwa na mali lakini si ya kwake, ni ya shetani. Ana kitanda halali na nala chini, ana chakula na ambaye usile, ana gari mwingine hata gari la kwake hapandi. Nimesema toba ni kugeuka, kurejea ni mageuko ya ndani. Moyo inafanya maamuzi, akili inafanya uchaguzi. Moyo inapoamua, moyo inaamua mambo mengi. Sikilizeni mimi ambao mnanisikiliza. Moyo inafanya maamuzi ya mambo mengi sana, mabaya na mazuri na nini mashahidi kabisa. Lakini akili inafanya uchaguzi.